Miaka mitano baada ya kifo cha aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania John Pombe Magufuli, daraja la John Pombe Magufuli la Kigongo Busisi linaendelea kusimulia hadithi ya uamuzi mgumu aliochukua kuokoa maisha ya wananchi waliokuwa wakivuka Ziwa Victoria kati ya Mwanza na mkoa wa Geita. Daraja hili mimi nina historia nayo. Mnataka niwaambie hapa? Siku moja niliondoka Mwanza nikaenda Busisi kwenda kuposa nene ndinkuilima habushishie nao. Nimefika pale kwa mzee mmoja, ni marehemu sasa hivi, anaitwa Matias Mbizo, alikuwa askari OCS pale. Nikamaliza kuposa na mahali tukapatana. Wakati wa kurudi kivuko hiki cha feri, nafikiri ilikuwa MV Geita au Sengerema, kikawa kimeharibika na kilikuwa kinaharibika kila siku. Nilikuwa na pikipiki yangu nyekundu XL 125 MSF 124 Honda. Kule pakawa na mitumbwi, na mitumbwi ile walikuwa wanavusha kwa pesa. Kwa hiyo kila mara kivuko hiki kilipokuwa kikiharibika, watu walikuwa wanapakiwa kwenye mitumbwi. Nikasogea pale kwenye mwaro, wananiambia ingia na pikipiki yako tutaiingiza. Nikafikiria, moyo ukakataa. Palikuwepo mtu na familia yake na mabaskeli wakapakiwa. Mimi nikazunguka Kamanga. Nilipofika Mwanza, ule mtumbwi ukawa umezama na ukaua watu 11. Miaka kadha baadaye, tunapokaribia kumbukizi ya miaka mitano tangu kifo chake, daraja hili limebadilisha maisha ya watu wengi, lakini pia limeleta hadithi tofauti tofauti kwa wananchi wanaolizunguka. Kwa majina naitwa Odas Martin, ni mkazi wa Mwanza, pia ni dereva katika mji huu wa Mwanza. Zamani kabla ya daraja hili kujengwa, maisha yalikuweje kwenu nyinyi madereva? Kabla daraja hili kujengwa, kwa kweli hali ilikuwa mbaya sana. Tulikuwa tunaweza tukatoka na watu kutoka mjini kwenda upande wa pili wa Geita, tukachukua masaa 3 tunasubiri feri ifike, iende, irudi. Kwa sasa kwa kweli tulikuwa tunanyasika sana. Hizi feri mara imeenda imeharibika. Kama wakazi wa Mwanza, kwa kweli hili daraja kwa kweli limekuwa mkombozi mkubwa sana katika kazi zetu. Ni mabadiliko gani ambayo mmeyaona sasa kwenye biashara, kwenye maisha? Mabadiliko hapo makubwa, kwa sababu unaweza ukafanya biashara kati ya Mwanza na Geita, kati ya Mwanza ama Sengerema. Unaenda kwa urahisi, unapata mteja wako. Mimi ni driver taxi Mwanza Airport. Kwa natoka na abiria kutoka Mwanza naenda Geita kwa urahisi mno, ambako kabla tulikuwa tunakuja hizo na abiria, tunafika pale feri nachukua masaa 4. Daraja hili lina maana gani kwa wakazi wa Mwanza na Geita? Daraja hili lina maana kubwa sana. Kwanza tunashukuru ndoto za mheshimiwa hayati John Joseph Pombe Magufuli. Tunamshukuru sana kwa ndoto zake. Pia tunashukuru na mama Samia ambaye alikuja akaliendeleza na kulikamilisha. Tunamshukuru sana, Mungu ambariki. Kwa kweli kwa sasa hivi tuko vizuri, tunaenda vizuri na biashara zetu, imekuwa mkombozi mkubwa kabisa kwa kanda ya Ziwa. Bwana, mimi kwa majina naitwa Imani Kolas, ni mkazi wa jiji la Mwanza, lakini pia mimi ni driver taxi. Yes. Tunaona daraja la Magufuli limekamilika na limekuwa fursa ya biashara, lakini pia kwenu nyinyi madereva, unaweza ukasemaje baada ya daraja hili kukamilika? Hayati JPM kitu alichokifanya hapa, kwa kweli Mungu ampunguzia adhabu ya kabri, kwa sababu kabla ya hapa wananchi tulikuwa tunapata kusimama hapo kwa muda mrefu kwa ajili ya kungojea feri na nini na vitu kama hivyo. Lakini watu kama sisi madereva taxi, unapata mtu anakuambia anataka kwa Geita au Chato au Kagera, yani kokote kuelekea ukanda wa huko. Kwa hiyo ulikuwa ukifika hapo inakuchukua muda mrefu sana. Sometimes watu walikuwa nalala, au mteja anakuambia basi nishushe hapa nivuke na feri hapa, nikifika upande wa pili nitapata usafiri. Sasa imagine umeshaenda kwenye shell, umeweka mafuta na nini, alafu
trip inaishia hapa, inabidi tena urudi mjini. Ina maana tena una ulichokivuna toka asubuhi. Mabadiliko gani mnayaona sasa kwenye upande wa biashara, mabadiliko kimaisha? Kwa kweli, kwanza tukizungumzia mabadiliko ya kimaisha ni makubwa. Unajua kila kitu ni muda. Kila kitu ni muda katika maisha. Ukiwa ni mtu wa kufocus na ukaenda na muda wako vizuri, unaweza kufanikiwa. Kwa hiyo ukitoka mjini kwa sasa hivi, hauwezi kupanga foleni, hakuna nini wala nini, wewe mwenyewe unapita hapa muda wote, hata kama iwe saa 9 ile saa 8 usiku unapita. Kwa usalama upo, tunashukuru serikali yetu kwa kweli. Katika mazungumzo yangu na wananchi na madereva wa eneo hili, hoja nyingine imejitokeza. Hili ni ombi kwa LATRA kuanzisha njia ya daladala kutoka Busisi hadi uwanja wa ndege wa Mwanza ili kurahisisha usafiri kwa wakazi wa eneo hili. Lakini pia tulikuwa tunaomba watu kama LATRA, tulikuwa tunaomba angalau, kuna watu bado wanapata changamoto kutoka upande wa pili kuja Usagara, Kigongo na kuelekea mjini. Tulikuwa tunaomba angalau ipatikane ruti ya kutoka airport kuja upande wa pili wa daraja, kutoka huku kuelekea Kisesa, Igoma na kadhalika. Kwa sababu hiyo itasababisha urahisi wa wale wafanyabiashara wadogo wa samaki, dagaa, nyanya, cabbage na nini. Wanatoka upande wa pili asubuhi wanaelekea mjini. Kuna wanafunzi wanasomea huku, wengine wanasomea upande wa huku. Kwa vitu kama hivyo, kwa kweli tunaomba LATRA waweze kuangalia, watoe magari, waruhusu watu walete fursa hizo. Wananchi sisi tunahitaji hizo fursa. Kuna mtu mwingine amejaliwa kupata Costa, anaweza kaisajili hapa, ikawa inaenda airport kurudi huku, maisha yanakuwa vizuri. Lakini si kila mtu ana furaha sawa. Wauza vitafunwa na bidhaa ndogo ndogo waliokuwa wakipata wateja wengi wakati wa magari yanasubiria kuvuka, sasa wanasema biashara imeporomoka. Kwa majina naitwa Jackson Evaristo, najishughulisha na biashara ndogo ndogo kama vile pipi, korosho, biskuti na tende. Maisha yalikuwa mazuri sana kwa wakazi wa Busisi tu Kigongo hapo. Kipindi vifuko vinafanya kazi vyote vitatu. Unaongelea maisha kwa upande wa biashara? Kwa upande wa biashara na riziki ndogo ndogo zilikuwa zinapatikana tu. Vipi kwenye upande wa masuala ya usafiri? Kwenye upande wa masuala ya usafiri watu walikuwa wanachukua muda mrefu kuvuka ile daraja, watu wengine wanakesha, wengine walikuwa wanatumia mitumbwi, wanaanguka, wanafariki na vitu kama hivyo. Walikuwa wanachukua siku 4, masaa 4, siku 3 hadi siku 2, lakini sasa hivi ni dakika 3, ina sana dakika 4 na vitu kama hivyo. Ukijisikia kufika kama sehemu kama hizi hapa katikati, utulie, unatalii kidogo, maisha mengine yanaendelea. Ndio unaona tuko hapa bado tunapambania hapa, anayesimama anatuungisha, tunapata riziki kidogo basi. Kwa hiyo unavutazama daraja hili lina maana gani kwa wakazi wa Mwanza pamoja na Geita? Sio kwa wakazi wa Mwanza tu pamoja na Geita, ni Tanzania nzima. Lina maana kubwa sana. Hili ni kiunganishi katika Afrika Mashariki. Karibia nchi 3 zinaziunganisha na zinanufaika zote, sio wa Tanzania tu. Kwa hiyo ina maana kubwa sana kwa wakazi wa Mwanza pamoja na Geita. Tuna kumbukizi ya miaka 5 toka hayati Dr. John Pombe Magufuli afariki. Wewe unamkumbuka kwa lipi? Kwanza kabisa ukifika kwenye daraja hili hapa, lazima unamkumbuka sana. Alitufanya kitu kimoja kizuri sana. Wewe binafsi ushakumwona maeneo haya? Nilimuona kipindi napita hapa mara kwa mara. Nilikuwa na safari za kutoka, nilimuona Mreba huko nyumbani huko. Naitwa Priska, najishughulisha na biashara ya chichili. Unaweza kaniambia Priska, zamani maisha yalikuwaje kabla daraja hili la Magufuli kujengwa? Maisha yalikuwa vipi kwa watu mnaovuka kati ya Kigogo na Busisi? Usafiri ulikuwa shida kwa sababu feri zilikuwa ndogo, alafu watu walikuwa wengi, kwa hiyo ilikuwa inaleta na changamoto ya usafiri, wanachelewa kufika, alafu inatokea na ajali hivyo. Kwa hiyo ushakushuhudia ajali maeneo haya? Na uoga ni ajali za nini? Za magari, kwa mfano haya malori makubwa, magari madogo huwa yanawahi kufika pale ili kuwaia feri. Kwa hiyo hapo ajali inatokea. Alafu na feri zingine muda mwingine zinaharibika, muda mwingine kunatumika moja kwa siku. Na vipi kwa ambao walikuwa wanatumia mitumbwi? Walikuwa wanatumia, muda mwingine inatokea ajali majini. Alafu watu wengi walikuwa wanachelewa, anaamua tu apande ile mitumbu. Kwa hiyo mitumbu inakuwa muda mwingine napata ajali majini hivyo. Tangu daraja hili likamilike, ni mabadiliko gani umeyaona kimaisha, kibiashara? Kibiashara hapo upande wa Kigongo, Busisi
imekuwa biashara sio nzuri sana, japokuwa kuna wengine tumejishughulisha hapa darajani. Pia upande wa wasafiri imekuwa ni vizuri kwa sababu huwa wanawahi kufika, yani kivuko kinakuwa kizuri, wanawahi kufika sehemu wanapoenda. Labda kwa unavyoona daraja hili lina maana gani kwa watu wa Mwanza pamoja na Geita? Ina maana yani kwa usafiri, kwa haraka kuweza kufika sehemu unapoenda. Yani kwa mfano kama hivi magari yanapopita, uwai usafiri, na sasa hivi hakuna changamoto ya kusubiri kusimama, japokuwa wafanyabiashara tulipata shida sana walivyotengeneza hapa. Tunaelekea kwenye kumbukizi ya miaka 5 tangu Dr. John Pombe Magufuli atutoke. Wewe unamkumbuka kwa lipi? Namkumbuka pia daraja amejenga Tanzania, yani limekuwa nzuri sana, japokuwa sisi wafanyabiashara changamoto tumepata hiyo kwa wafanyabiashara. Changamoto gani? Changamoto ni upande wa huku na huku, yani Busisi na Kigongo. Biashara imekuwa shida sana pia kwa kupata sisi vipato vyetu. Lakini wanaoenda kwa magari, wanaosafiri yani kwao yani inakuwa ni kirahisi sana kupita hapa kwa sababu yani hakuna anayesimamisha na hakuna magari sijui yatasimama, watapanda kivuko hamna. Wanaenda tu wamenyoka. Kwa hiyo kwa sababu hamna kivuko, kwa hiyo watu hawapiti wengi kwenye muuzi. Yani hawasimami wengi. Yani mtu akisimama paka pale hivi amejisikia, hili daraja la Magufuli ngoja nisimame nipige picha. Iwe ukumbusho wangu kama Magufuli alijenga daraja hapa Tanzania. Mimi ni dereva, najishughulisha na uendeshaji wa bajaji. Zamani kabla ya daraja kujengwa, maisha yalikuwa vipi? Watu wanaovuka katikati ya Kigogo na Busisi katika daraja hili la Magufuli sasa. Kidogo mzozo ulikuwepo kwenye swala la kivuko yani. Kuna hatua ilifikia yani mpaka kivuko kikawa kimoja, changamoto ilikuwa ni nyingi sana kwenye swala la kuvuka. Kwa hiyo watu walikuwa wanasubiri sana. Wakosti muda mwingi sana, watu wanapoteza muda. Ila kidogo badala ili daraja kujengwa kidogo tumepata nafuu. Hata abiria wetu pia na wasafirishaji tunawasafirisha, tunawafikisha kwa maeneo husika salama kabisa. Na tangu daraja hili likamilike, ni mabadiliko gani makubwa ambayo mmeona katika maisha? Kidogo mabadiliko tuliyoyaona, nadhani wewe mwenyewe kwa macho yako unaona, unajionea kabisa. Kidogo hamna jamu. Tunaelekea kukumbuka miaka 5 tangu hayati Dr. John Pombe Magufuli atutoke. Wewe unamkumbuka kwa lipi? Nadhani hapa penyewe tuliposimama tukisoma majina yake au tukiangalia aliyofanya lazima tumkumbuke. Na tutamkumbuka kwa aliyofanya. Nadhani miundombinu pia inaonekana kwa macho. Tutamkumbuka kwa mengi tu. Wakati wengine wakilia kupoteza wateja, kwa wapiga picha daraja hili limekuwa fursa mpya ya biashara. Watalii, wasafiri na wakazi wa mikoa ya Geita na Mwanza wengi hupenda kusimama kupiga picha za kumbukumbu katika miongoni mwa madaraja makubwa zaidi Afrika ya Mashariki. Wanatoka sehemu mbalimbali, mikoa tofauti tofauti, mataifa tofauti tofauti wanaokuja kupiga hapa picha, kuja kutembea, kuangalia jinsi daraja lilivyokuwa nzuri, hivyo na mazingira mazuri ya kuvutia. Na nyinyi hapa nimeona mmekaa mnafanya biashara. Biashara zenu mnawauzia wakina nani sana? Yani tunauzia wale abiria wanaokuja kupiga picha, kuja kutalii hapa darajani, kuja kuangalia mazingira hapa mazuri hivyo. Hivyo basi, daraja la Magufuli limekuwa zaidi ya njia ya kuvuka maji. Ni simulizi ya maamuzi magumu ya kisiasa, matumaini ya kuokoa maisha, mabadiliko ya kiuchumi yanayoleta furaha kwa baadhi na changamoto kwa wengine. Ni miaka 5 toka rais wa awamu ya 5 atutoke, Dr. John Pombe Magufuli. Mungu aendelee kuilaza roho yake mahali pema peponi. Amin.